Saa 8:30 baada ya masaa ya adhuhuri, tulimpata Assunta kwa afisi yake ya shirika la Kenwa eneo la Rosters, barabara kuu ya Thika Road. Alikuwa wakati huo kwenye kompyuta yake akitoa majibu ya ujumbe alizopokea. Ndani ya afisi yake, picha ya kwanza kuu unayopata ni ya mwanawe wa kiume Joshua aliye na miaka 4 na alizaliwa na kutambulika hapo baadaye hana virusi vya ukimwi. Na ya kakake Israel aliye na miezi 7 ambaye hadi kufikia sasa kulingana na Assunta huenda pia hatapatikana na virusi vya ukimwi baada ya kupimwa atakapofika miaka 2. Kwenye eneo lake la ujumbe, picha za mahali alipotembelea kwa pamoja na watu mashuhuri humu nchini, na chini yake ni stakabadhi za mazishi ya wale waliokuwa washirika wakuu wa shirika hilo la Kenwa, haswa wanawake waliofariki. Hii humpa tumaini anapotazama angalau ametoa usaidizi kati ya wanawake wengi. Saa 9:30 ilipofika, alielekea mahali ambapo jukumu lake inamhitaji zaidi. Alitoka afisini kuingia ndani ya gari la shirika lake, kando na vile wengi hudhani kwamba yeye ana mwendeshaji wa gari hilo lake maalum la kibinafsi. Tuliandamana naye kwa barabara kuu ya Thika na kuelekea mahali anapokaa, mtaa wa Muthaiga Kaskazini. Nyumba hii alinunua mwenyewe kwa manufaa yake na watoto wake 3, wa kwanza akiwa yuko masomoni eneo la Kampala anapofanya kidato cha 6. Kazi yake kuu baada ya kutoka kazini ni wanawe. Kushughulika na watoto hao wadogo wachanga, I think hiyo ndio inanipatia ile ukamilifu wa maisha kabisa. Sasa nikitoka huko Kenwa saa nyingine nafisiwa na mambo mingi, challenges nyingi, stress na nini. Nikikuja kwa family nasikia iko refreshing. Alipotambulika kwamba ana virusi vya ukimwi, wasiwasi ulimjia kwamba huenda hatozaa. Watoto wangu wako na maana kubwa sana kwa maisha yangu, kwa sababu hao ndio ninadhamini sana. Na ninafikiri wakati nilipata HIV ile niliogopa sana ni kutopata watoto. Lakini sasa ninaona nishapata watoto na ninawadhamini sana. Ninashukuru Mungu amefanya ikakuwa kamilifu. Lakini tabasamu ikawa usoni mwake alipotambua kwamba mwanawe wa kwanza hakuwa na virusi vya ukimwi. Asema wanawe ndio chanzo cha maisha yake kuwa hai. Napendezwa na kila kitu ya watoto, vile wanapiga kelele, vile wanalia, vile kuwapatia chakula, kuwabadilisha, kuwatayarisha hata kama ni asubuhi. Na awataka wazazi kuwa na wakati na nafasi ya familia zao. Hiyo ni muhimu na haiwezi kusimamiwa na pesa ama kitu bora umenunua kwa nyumba ama nini. Lazima hiyo wakati uitege kado ndio kuwe na familia yako. Na hivyo basi yeye huchukua lolote lile kuhakikisha kwamba maisha ya wanawe hapo baadaye yatakuwa shwari. Niko na education investment policy na pia niko na retirement policy. Mtundu kati ya wanawe ni Joshua, na asema kwamba amefahamu jinsi ya kuwatunza. Kando na kazi hii, tayari amechukua watoto 3 kando na uzazi wake na kuwalinda. Mmoja kati yao akiwa mwanafunzi anayesomea somo la nursing nchini Marekani, na ameweza kuunda kituo cha watoto eneo la Muranga, sababu ikiwa ni niko na watoto kama 49, niko na home na children's home kwa Muranga, na pia hao nawapenda watoto wangu pia. Na tayari ameweza kupitisha alichopitisha. Naweza sema nimefanikiwa kwa maisha na sina regrets ama kujirudia ati kwa nini ilikuwa hivi, ama mimi naona tu niko kawaida kama, yani hakuna kitu ninaweza complain sijapata kutoka kwa Mungu. Na funzo lake ni wenye walio na virusi ni vizuri kujikubali na kuishi siku moja kwa siku, na kujua Mungu hakukuumba na mfano wa virusi, alikuumba na mfano wake mwenyewe. Zipora Karani, KTN, makala ya Darubini.